wasaa mwingine tena huu ambao tumepewa na yeye kwa ajili ya ufalme wake, ili kila mmoja ufalme huu auelewe na ufahamu kupitia ile siku ya mwisho ambayo imebebwa ndani ya mwaka wa watu wote. Mwaka wa watu wote ina maana ni unaanzia ndani kuendelea nje, kama alivyokuwa ametufundisha mwaka wenye miezi 9. Kwa hiyo leo tunakutana tena kwenye kituo hiki ambacho kwa ajili ya hii nguvu ya TV ya Kweli Yote TV, kwa ajili ya sisi sote weupe, weusi, wekundu, kwa yale mema na mazuri ambayo alitaka tujue, lakini kwa sababu majira ilikuwa bado, basi kwa wakati huu tutayajua na tunaelewa na tunakuwa huru, kama alivyotamka kwenye mahali pa zaidi ya Yohana kwamba kweli tu peke yake ndio inaweza kutuacha huru, na akija yeye atatufundisha kweli yote kwenye utimilifu wa siku yake, na tayari iko juu ya nchi kwa ajili ya kila mmoja kuyaelewa yale ambayo yalikuwa yamejificha. Kwa hiyo karibuni tena wakati huu. Kwa hiyo tushukuru kwa muda mfupi kwa ajili ya kumwalika yeye mwenyewe afanye haya yanayotakiwa kufundishwa juu ya nchi kwa watu wote, weupe, weusi, wekundu na mataifa yote, haijalishi ni viongozi na wasio viongozi, kwa rika zote. Kwa hiyo tumshukuru Baba mwema, mzuri wewe mwenyewe ambaye ndiye unayefanya haya yote kwa utukufu wako. Tunakushukuru sana kwa sababu ya majira hii nyingine tena, kwa ajili ya wewe kutuinua juu ya nchi, kwa ajili ya ile nguvu ya kila mmoja kuielewa hii kweli. Ni wewe mwenyewe umekuja kama ulivyotamka ya kwamba utakuja, hakuna mtu yoyote atakayekuwa na fahamu, lakini sasa wote wataelewa, kwa sababu wingu tayari limekwisha kupelekwa. Nguvu ya yule ambaye ameketi kwenye mawingu tayari anapeleka ile habari ya kweli yote. Yeye mwenyewe ambaye ni kweli yote anawafikia kwenye vyombo vyote vya jamii na majira hii. Tukutukuze kwa sababu ya kutufungua na kutupa wakati wa kusikia na kupokea habari ya kweli yote kwa ajili ya utimilifu wa ile siku ya mwisho. Tayari imeanza kwa utimilifu wake, imetokea. Kwa hiyo karibuni sana, mpe yeye aliyetumba kwa wakati mfupi ambao wa kujifunza kwa yale ambayo tunatakiwa tuyajue, tuyafahamu. Leo yeye mwenyewe anatufundisha kupitia ile majira ambayo tulikuwa tumeifahamu kwa muda mrefu, lakini ni mahali ambapo panasema kwamba neema imeisha. Neema imeisha, sasa ni katika kweli yote. Tulipita sana kwenye muda huo wa neema, na tukaja tukapata neema kubwa, wengine tukapata heri, wengine tukawa tumepata nguvu ya mengi ambayo tulikuwa, lakini yalikuwa yamebebwa na neema. Sasa neema ina maana ni kitendo cha yoyote, hata asiyekuwa kwenye lile kusudi, kwa sababu yeye Baba ameamua mtumie, inakuwa ni neema. Lakini neema ikishakuwa tayari imefika kwenye utimilifu wake, ina maana neema inafungwa. Kwa hiyo neema rasmi kwa mweupe, kwa mweusi, kwa mwekundu na wote tuliokuwa tunapita kwenye mlango wa neema, sasa mlango umefungwa. Kwa nini umefungwa mlango wa neema? Mlango wa neema upo kwa sababu ulikuwepo kabla ya majira ya kweli, ile wakati wa majira ile ambayo tulikuwa tunaiona kwenye majira ya kalenda, kama vile ambavyo tumeitazama hapa, hata hapa juu tunayo kwa wakati huu, kwamba ni kalenda ya mwaka wenye miezi 12. Ikifika hiyo, ina maana neema inaisha. Ile Zekaria 14 ile 7, ikifika hapo neema inaisha. Kwa hiyo neema, sioni aibu au kusema chochote kwa ajili ya woga, kwa sababu tayari majira imefika, neema imeisha. Kwa hiyo tunasoma hapa Zekaria 14 ile mstari wa 7, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye, sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwepo nuru. Hii ndio siku yake ya mwisho. Ina maana ni ule utimilifu wa ile miaka 930 iliyokuwa kwenye utumwa wa Adam, kumwacha baba yake na mama yake, akapelekwa utumwani kwenye ile majira ya miaka 930, kwamba Mwanzo 5:5 akawa amekufa akiwa na miaka 930. Ina maana kaburi la Adam na Hawa, ili zile ibada zote unazoziona juu ya nchi za wale ndugu zetu waliolala
kwa ajili ya kufanyiwa ibada. Hizo zilianzia hapo. Kwa hiyo baada ya hapo akasema ile nguvu ya utimilifu wake ni Yeremia 29 ule mstari wa ile 10 mpaka 14. Itakapofika majira ya ile miaka 70, basi yeye atatujilia na kuyatimiza yote. Kwa hiyo atatimiza kwenye ile siku ya mwisho. Ina maana siku ya mwisho imesimama kwa ajili ya utimilifu wa ile miaka 930 jumlisha miaka ile 70 ya utumwa. Ina maana tunapata miaka 1000. Ina maana ukisoma kwenye Zaburi ina maana gani? Ndio inabeba siku ya mwisho. Anasema maana miaka 1000 machoni petu ni kama siku moja ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Kwa hiyo anasema hapa kwamba siku ya mwisho, ina maana unaiona iko kwenye majira ya miaka 1000. Kwa hiyo miaka 1000 ilipotea kwa sababu miaka 1000 ndio ilikuwa utimilifu wa Adam na Hawa kuwa moja na yeye, kupitia ile Mwanzo 2 ile 19. Atamke yatokee, atamke uumbaji wote uwe salama. Lakini alipomwacha baba yake alinyang'anywa uungu ndani, ule utimilifu wa baba na huyo ambaye ni mimi Adam na Hawa kwa ajili ya muonekano huu. Ina maana tukawa nusu. Kwa hiyo tukawa tunatumika sasa na zile ibada ambazo zilikuwa za watu waliokufa, zikafanyika kama ibada kwa ajili ya uumbaji, lakini hazikuwa zinatakiwa hizo ibada, kwa sababu hata Yesu mwenyewe kwenye mahali pa Mathayo ile 8 ile 21 alitamka haikupaswa kuwa hivyo, lakini kwa sababu ilikuwa ni kwa ajili ya utendaji wa unabii, ndio haya tuliyoyakuta. Kwa hiyo sasa imetimia. Inapotimia hiyo majira ya siku ya mwisho, ina maana tayari unabii unaisha, ubashiri unaisha, ishara na maajabu inaisha. Kwa hiyo kile kituo cha neema kinaisha, kama alivyosema kwenye Zekaria 11 ule mstari wa 10 mpaka 14. Zekaria 11 ile 14. Nasoma hapa. Mstari Zekaria 11 ule mstari wa 10. Nasoma. Na nikaitwaa hiyo fimbo yangu iitwayo neema, nikaikata vipande viwili, ili nipate kulivunja agano langu nililofanya na watu wa kabila zote. Kwa hiyo anasema ikifika kwenye utimilifu, agano la neema halitakufanya kazi tena kama linavyotangazwa sasa kwenye uhalisia. Neema haipo tena, nayo ikavunjwa siku ile. Kwa hiyo siku ile ya utimilifu ndio inayovunja hii mfumo, na hivyo wale kondoo wanyonge waliosikiliza wakajua ya kuwa neno hili ndilo neno la kweli. Kwa hiyo ni ile nguvu sasa ya kweli yote ya Baba, kwamba jambo hili limetoka kwake. Kwa hiyo tunaona neema ilikuwa inatumika wakati ule ambao tulikuwa hutujafikiria yale yote ambayo tulikuwa tunakusudiwa, kwa sababu neema ilikuwa kwenye nguvu ya ile Luka 1:26 mpaka 31, wakati yule ambaye anaitwa malaika Gabrieli anatumwa na Baba kwenda mji wa Galilaya Nazareti, kwa yule mwali aliyekuwa anaitwa Mariamu wa mbali ya Daudi, na yule aliyekuwa amemposa ni Yusufu. Kwa hiyo akaingia kwake yule Mariamu akasema, wewe uliyepewa neema. Kwa hiyo neema ikaanzia hapo, kwamba kwa uhalisia anaipanga kwamba uumbaji wote utakuwa unaishi kwa neema, si kwa ajili ya hakika, si kwa ajili katika kweli. Kwa hiyo neema tunaona wakati anazaliwa huyo mtoto kwamba kwenye majira yake ikija kuvumbulika, kwa sababu kwa ajili ya kuja kujulikana kwamba Yesu kalenda yake ni ipi. Kwa hiyo kalenda ya Yesu au kalenda ya kweli ni ile majira, kwa sababu Yesu unani wake ni kweli. Kwa hiyo ni kweli kwamba kalenda ya kweli ni ipi? Ni ile ya mwaka wenye miezi 9, kwa sababu anasema ukifungua kwenye Luka 1:26 anasema ilikuwa ni mwezi wa 6. Kwa hiyo mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 unapata miezi 6. Ina maana ni premature.
ukija mpaka mwezi wa pili unapata ile miezi 9, lakini alikuta ni kalenda ya Kaisari ipo, ile ya mwaka wenye miezi 12 ilikuwepo. Kwa hiyo sasa ikashindikana yeye kutoka, kwa sababu alikuwa kiunabii, ilibidi aendelee. Ndio maana hata leo unaona kuna BC, kuna AC. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa kwenye nguvu ya utimilifu aliyokuwa amepewa. Kwa hiyo baada ya kufika sasa kwenye utimilifu wa siku, kujulikana kwamba ile majira ya miaka 1000 ambayo ndiyo siku ya mwisho yake yeye imepatikana wapi na nchi gani? Imepatikana East Africa, imepatikana Kenya, imepatikana mahali ambapo hapa tupo kwenye nguvu ya kituo chake kwa ajili ya mahali pa huduma juu ya nchi, kama vile ambavyo alitamka kwenye Ezekieli ile 43 ile mstari wa 3. Mtausoma hapo. Hapo ndipo penye lango na mlango wa watu wote juu ya nchi kupata hii nguvu ya mfumo huu. Hilo ndio lango. Kuna lango la mashariki ambalo ni East Africa, na kuna langoni. Langoni na maana ni pale kwenye mlango, unapofika pale mlangoni. Nasoma hapa: kisha akanileta mpaka langoni, yaani lile lango lielekealo upande wa mashariki. Na tazama, huo utukufu wa yeye aliyetuumba ulitokea kwa njia ya mashariki, na sauti ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi iling'aa kwa utukufu wake. Na maono niliyoyaona yalikuwa kama maono niliyoyaona nilipokuja kuharibu mji. Nayo maono niliyoyaona yalikuwa kama maono niliyoyaona karibu na mto wa Kebari. Nikaanguka kifudifudi, na huo utukufu wa yeye ukaingia ndani ya nyumba. Huu utukufu ndio hii majira, hii kalenda. Huu utukufu kwamba atakuja na utukufu wake. Kwa hiyo amekuja na hii majira na kalenda yake kwa uhalisia kabisa. Kwa hiyo tunaona hapa, kisha moyo ukaniingia ukanichukua mpaka ua wa ndani, na tazama, utukufu ule ulijaza nyumba. Nikasikia maelekezo yasemaye nami itokayo katika ile nyumba hiyo. Na mtu akasimama karibu nami akaniambia, mwanadamu, hapa ni mahali pa kiti changu cha enzi na mahali pa nyayo za miguu yangu, nitakapokaa kati ya wana wote juu ya nchi, na nyumba yote hawatalinajisi tena jina langu takatifu, wao wala wafalme wao, kwa mambo yao ya kikahaba na kwa mizoga ya wafalme wao, katika mahali pao pa juu, kwa kuweka kizingiti chao karibu na kizingiti changu, na misho ya karibu ya mimo yangu. Tena palikuwa na ukuta tu kati ya mimi na wao, nao wamelinajisi jina langu takatifu kwa machukizo yao walioyatenda. Basi kwa sababu hiyo nimewakomesha katika hasira yangu. Basi sasa wayaondoe hayo mambo ya kikaba na mizoga ya wafalme wao, yawe mbali nami, nami nitakaa kati yao umilele. Kwa hiyo amekuja ili atufundishe. Ndio maana anasema neema haipo tena. Sasa neema imetimia kwa sababu mlango wa utimilifu tayari umeonekana kwa ajili ya ile majira tuliyokuwa tunaiona kwa ajili ya vita hii ya siku ya mwisho. Ndani huku ni kupatikana huu mfumo wa ibada. Ibada ya wote juu ya nchi inabebwa na majira. Ndio maana unaona kwenye kalenda hii majira unayoiona hapo ya blue, hii inasema kuna utaratibu wa familia ya Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na wake watatu. Wa kwanza alikuwa Sara, wa pili ni Hajiri, wa tatu ni Ketura. Hawa wote ni mashina kutoka kwa Ibrahimu. Kwa hiyo Sara akachelewa kuzaa, akampa Ibrahimu azae na Hajiri. Hajiri alipozaa akapata mtoto anaitwa Ishmaeli. Ishmaeli akaja kuzaa familia ya watoto 12, ndio naosikiaga masaidi 12. Kwa hiyo baada ya miaka 15 Sara akapata naye mtoto anaitwa Isaka. Isaka akaja kumpata Rebeka, na Rebeka nao wakapata watoto mapacha anaitwa Yakobo na Esau. Hapo kukatokea vita kwenye tumbo. Kwa hiyo hii majira baada ya Sara kufa, ina maana Ibrahimu alioa mke mwingine, ambapo yuko kwenye Mwanzo 25 ule mstari wa kwanza. Wa China, wa Asia, wote wale unaoona, wa Japan, wa Korea, wote ni familia ya Ibrahimu. Kwa hiyo haya yote ni mashina
Kwa hiyo hii majira haiwezi ikatuunganisha. Hiyo majira ya Israeli kwa ajili ya Ebro ana Abibu na Adari. Hii nguvu ya uumbaji baada ya kupewa Babeli akawa anatumia Januari na Desemba. Huyu ambaye ni mtoto Ishmaeli naye ana kalenda yake, mwezi wa kwanza unaitwa Muhammad Zulhijja. Wale wa China wana kalenda zao. Ina maana mfumo huu ina maana ni neema tu. Sasa ina maana ni neema kubwa, heri. Hapo sasa kulikuwa na hiyo mfumo, lakini ukishafika kwenye mfumo huo moja kwa moja tayari mfumo wa kweli unafuta ile neema. Kwa hiyo tunaona sasa Kenya ndio inapata, kwa sababu ina kaunti 47. Ina maana kwa utimilifu rais aliyekuwa tayari ile nguvu anawakilisha ile vita tunayoiona huko nje kwa ajili ya taifa la Amerika, linawakilisha Babeli kwa ajili ya msingi wa ile nguvu ya mamlaka ya mwaka wenye miezi 12, akisimama kama taifa juu ya nchi lile kubwa ambalo linawakilisha mifumo yote ambayo ilikuwa inatakiwa ije ianguke, halafu tupate majira timilifu. Kwa hiyo ni rais wa 47. Tunaona kwenye miaka wakati anaenda kupigana na lile taifa ni na lenyewe lina miaka 47. Kwa hiyo tunaona utimilifu akipigana siku 12. Hapo tunaona kabisa hiyo ni kwa ajili ya zile kabila 12. Akapigana siku 40 tena, nayo tunaiona akapigana ile nguvu ya utimilifu kwa ajili ya miaka ile siku 100. Kwa hiyo tunaona ile siku 12 ni mwanzo wa 49, ile 1 mpaka 27, kabila 12. Kabila 12 za Israeli ina maana ni uumbaji wote unabebwa na kabila 12, ambazo iwe kabila 100, 500, 700 kwenye nchi, bado msingi wake uko kwenye kabila 12. Kwa hiyo hapo tunaona inaanguka, kwa sababu huo msingi haupo tena sasa hivi. Ile siku 40 ina maana ni vile vizazi vinne vya Ibrahim, Mwanzo 15 ile 16, kwamba Ibrahim atakaa kwenye utumwa mpaka miaka ile. Kwa hiyo ilikuwa ni vizazi vinne hivyo ambavyo ndivyo vilikuwa vinafanya utendaji huo. Mwanzo 15 mstari wa 15, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana hujatimia uovu wa Amoni bado. Kwa hiyo tunaona ilikuwa inatimia ile majira ya vizazi vya Ibrahim. Kizazi cha Ibrahim ina maana ni Musa, anakuja Elia, anakuja nguvu ya unabii unaoitwa kwa ajili ya Yesu, halafu timilifu sasa ni huu unaosimama kwamba sasa ni majira timilifu. Kwa hiyo hii 100 ina maana ni nguvu ya ile moja kwa sababu utimilifu wake. Kwa hiyo tunaona hapa ile Mika, hakuna tulichokuwa tupo nacho, kwa sababu mfalme hakuwepo aliyekuwa anaweza kutufundisha, kutuelekeza, kwa sababu yeye alikuwa hayupo, alituacha. Kwa sababu bila majira hii ina maana yote maisha ni unabii, ni mpaka ukamilifu wa dahali wa Yesu. Yesu kwenye Mathayo 28:19 tunaona dahali yake ni kwamba lazima ile siri yake ikijulikana kwamba Yesu katika kutumwa kwake alitumwa kwa ajili ya kutukomboa kama tunavyofundishwa kwenye imani zote? Hapana. Kwa hiyo yeye alitumwa kwa ajili ya kutuonyesha utimilifu wa majira itakavyokuwa siku ya mwisho. Kwa hiyo huu alikuwa anatuonyesha, hata wa mitume 12 alituonyesha tu kwamba ulikuwa ni msingi uliokuwa ndio uumbaji wa Yerusalemu ya kwanza. Ukisoma kwenye Ufunuo 21 ule mstari wa 10 mpaka 22, ina maana hapa anayetawala huu mfumo ni nguvu ya mwaka wenye siku 365. Huyu ndio anakamilisha uliokuwa ni uumbaji. Kwa hiyo huu msingi ukivunjika, ina maana utawala wote wa Babeli, ibada zote ambazo ziko kinyume cha ufalme wa kweli, ina maana unavunjika. Tunarudi wote kurudi kwenye ile nguvu ya ibada moja, yani imani moja, mwalimu mmoja. Ina maana wote sasa tunafundishwa kwenye nguvu ya utimilifu wake. Kwa hiyo zile ibada za unabii, ubashiri, ishara na miujiza, hiyo majira ilikuwa ni neema. Kwa hiyo tunaona sasa hakuna tena majira hiyo, kwa sababu tumefika mahali yake. Kwa hiyo tunaona sasa ile mahali pa ile Mika ile 6:5 mpaka 15, tunalielewesha hilo kosa hilo anatuelewesha yeye.
Hosea ile 6 ule mstari wa 5 mpaka 11. Nasoma: kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na kwa hukumu yangu itatokea kama mwanga. Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua yeye kuliko sadaka za kuteketezwa. Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adamu, huko wamelitenda mambo ya hiari. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa la Adamu, ndio maana yalikuwa haya yanatokea. Sasa ikiisha kufika hiyo majira ambayo tunaitimiza kwenye nguvu ya Mika 1, Mika 3 ile 5, Mika 3:5 nasema hivi: yeye kweli yote asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hao waumao kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiyetia kitu vinywani mwao, wao humwandalia vita. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu msipate kuona maono tena, itakuwa giza kwenu msiweze kubashiri tena. Nalo jua litawachwea manabii, nao mchana utakuwa mweusi juu yao. Na hao waonaji watatayarika, na wenye kubashiri watafadhaika. Naam, hao wote watajifunika midomo yao, kwa maana hapana jawabu la Mungu tena. Bali mimi hakika nimejaa nguvu, kwa moyo wa kufundisha nimejaa hukumu na uweza. Nimehubiri kosa lake Yakobo. Kwa hiyo kosa ilikuwa ni kwa ajili ya Yakobo kutoka na kumwacha aliyeumba, kwa sababu Yerusalemu ya kutekwa. Ilipotekwa Yerusalemu, ina maana wote tulikwenda kuabudu jua bila kujua, kwa sababu majira ya mwaka yenye miezi 12 mtawala ni jua na mwezi, kama vile Yeremia ile 33 ule mstari wa 20 mpaka 26. Ibada zote juu ya nchi, nguvu ya hitimisho lake ni jua na mwezi. Kwa hiyo hakuna mahali pa kutokea mpaka tufike kwenye ile siku ya mwisho, ndio tutoke kwenye ibada hizi juu ya nchi, ambazo tunaona hata lile agano lililokuwa juu ya nchi, ambapo wenye nguvu za giza walikuwa na tawala, waliokuwa wanaitwa Illuminati, Freemasoni, waganga, wachawi, waliokuwa wamekaa kwenye nguvu ya uumbaji kwa ajili ya kutawala jua, kutawala mwezi na kutawala hewa. Majira yao, kwa sababu ilikuwa wameruhusiwa kwa wakati ule. Sasa majira hiyo imeisha. Kwa hiyo kama imeisha, ina maana utimilifu wake, neema na yenyewe imeisha. Kwa hiyo mlango ule wa neema umeisha, kwa sababu Babeli tayari imekwisha kutimia. Ile Nyakati wa Pili ile 36 ule mstari wa 20, kwa ajili ya utimilifu wa hiyo vita tuliyokuwa tunaiona ambayo imepiganwa hapo, na tayari imeisha. Lakini kile kitakachoendelea, ina maana ni wote sasa kumrejea yeye, na wale waliokoka na upanga akawachukua mpaka Babeli, wakamtumikia yeye na wanawe, hata kulipoingia miliki ya Uajemi, ili kulitimiza lile alilokuwa amelisema kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake. Kwa hiyo sabato ina maana ni raha kwa watu, furaha kwa watu, amani kwa watu, ile nguvu ya kuheshimiana. Kwa hiyo ilikuwa haipo, kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato. Kutimiza ni miaka 70. Kwa hiyo miaka 70 sasa imetimia. Baada ya hapa, nguvu ya lile taifa ambalo lilikuwa limesimama kama Babeli juu ya nchi, na taifa ambalo lilikuwa limewakilisha kwa ajili ya makabila 12, lugha 12, nguvu ya mitume 12. Kwa mfumo huo, ina maana ndio ilikuwa Yerusalemu. Ukisoma kwenye mahali pa Luka 21 ule mstari wa 20, utapata hapo waziwazi ikisema Yerusalemu utakapozingirwa, ujue tayari kila kitu kimeisha. Nasoma hapa hii Yeremia 25 ule mstari wa 12. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema yeye, kwa sababu ya uovu wao, na nchi ya Wakaldayo pia, zile ibada ambazo zilikuwa za sanamu juu ya nchi zote. Kwa hiyo zimefutika. Ina maana neema kwetu imefutwa kabisa. Sasa hivi mlango au mahali pa kuingilia sasa
ni katika kuifahamu kweli yote ya yeye mwenyewe aliyetuumba. Kwa hiyo ubatili juu ya nchi uliokuwa umejifunika kwa sababu ya neema haupo tena. Kwa hiyo tunaona hapa Luka 21 ule mstari wa 20, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni kwamba uharibifu wake umefika. Kwa hiyo hata ile Luka 22 ule mstari wa 30 anasema, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu na kuketi katika viti vya enzi, mkihukumu kabila 12. Kwa hiyo 12 ukienda kusoma sasa pale tulipoanzia kwenye Mwanzo wa 49 ule mstari wa kwanza na wa 27, utamwona pale anaitwa Israeli. Israeli ina maana ni uumbaji wake kwa ajili ya mfumo aliyokuwa ameuweka wa kabila 12 wote. Ndio maana unaona hata familia ya Ishmaeli ina kabila 12. Mwanzo wa 49, Yakobo akaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie atakayowapata siku ya mwisho. Kwenye Mwanzo wa 49 hiyo 49 mstari wa 27, Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kulalua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Hizo ndizo kabila 12. Kwa hiyo tunaona hii ni nguvu ya utendaji wa kuwakilisha ile vita unayoiona huko nje, lakini kwa utimilifu ni kwamba majira imesimama. Ndio maana kunakuwa na mtikisiko juu ya nchi ile ya siku ya mwisho, kwa sababu alisema atakuja bila kueleweka, bila kufahamika, na atayaanza kwa uaminifu. Kwa hiyo sasa ina maana kwa utimilifu wake, kwa sababu hatukumjua baba wala mama. Kwa hiyo baba ni kweli yote na mama ni ule mfumo wa majira ya 28, ile miezi 9 ni chombo. Ndio maana ukiangalia pale kwenye yelo hapo kwenye yelo tunaona mwanzo hapo kwamba Wakorintho wa kwanza ile 4:4 na Isaya 28, hapo tunaona kabla hatujaingia tumboni baba anatujua ni mwaka mmoja ambao tayari una siku 252 tumboni, 28 mara 9. Tunapoingia tumboni baada ya kuita mwaka tunaita miezi 9. Ina maana miezi 9 ina maana unakuwa empire nyingine. Kwa hiyo utimilifu wetu ulikuwa ni kwamba uanzie ndani uje nje, kwa ajili ya kuendelea kwamba mtoto anapozaliwa ile akifika miezi 9 akitoka tumboni aendelee na huo mfumo. Huo ndio ulikuwa ni moja, kutoka kwa baba moja unaingia ndani na unatoka nao. Lakini baada ya kufanikiwa kugeuza mtoto hakumilikiwa tena na yeye. Ina maana ni zile roho sasa ambazo tulikuwa tunawakabidhi watoto wetu kwenye mila zetu, kwenye desturi, kwenye koo, kwenye kabila, kwenye matambiko ya aina mbalimbali. Kwa hiyo sasa hata baba hatukumjua. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa baba sasa tunamwelewa kwamba baba ni kweli yote, kwa sababu ndio utimilifu. Ndio maana Yohana ile 16 ule mstari wa 25 anasema alikuwa anatuambia kupitia misali, lakini saa imefika ya yeye atuambie kweli yote. Yohana 16 ile mstari wa 25, hayo nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambao sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa waziwazi habari za Baba. Ndio maana hapa alikuwa anasema unabii akaja kumpaka huyu mafuta kwenye Yohana 21:15. Huu ni unabii. Akasimamisha wale mitume 12, Petro akamuasi, na dunia wakawa wamesimamisha nguvu ya mfumo huo kuendeleza, kwa sababu zote ibada hizi unazoziona Yesu alizikuta, ila tu zilikuja kubadilika wakati nguvu ya kila ambacho roho chafu zilijua kwamba Yesu hakuja kubadili kitu. Kwa hiyo utendaji wa ibada zote ukaendelea kimfumo ule ule aliyoukuta Yesu. Ndio maana akasema utimilifu ataharibu mifumo yote ya ibada, kwa sababu sio katika utukufu wa yeye, bali katika ni wachache sana hata walio kwenye nguvu ya ibada, kwa sababu kwa uhalisia ibada ya kweli haina nguvu ya ibada ya wale waliokufa kabisa kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye ule mlango wa Zekaria wa Ezekieli 43
1 mpaka 9 anakataa, kwa sababu hii majira sio ya majira ya mitume 12. Hii sio kalenda ya majira ya mitume 12. Na maana unaanzia ndani kwamba ile nguvu ya mwezi wa kwanza ni kiini cha mema na mazuri, mwezi wa pili ni mbegu ya mema na mazuri, mwezi wa tatu ni damu ya mema na mazuri, mwezi wa 4 ni kitovu. Ina maana ni mfumo. Mwezi wa 4 wa 5 ni kizazi cha mema na mazuri, mwezi wa 6 ni kizazi cha mema na mazuri, mwezi wa 7 ni tumbo la mema na mazuri, mwezi wa 8 ni limbuko la mema na mazuri. Sura ya mema na mazuri ni mwezi wa 9. Kwa hiyo hapa hakuna miungu ya kabila 12, lugha 12, mitume 12. Ina maana hii ni nguvu ya kuanzia kwa Baba kuja ndani na kuja juu ya nchi. Kwa hiyo hapo sasa neema haiwezekani tena kuwepo. Yesu sasa amejulikana kwa sababu kwenye Yohana 14:6 yeye anasema yeye Yesu ndio njia, kweli na uzima. Kwa hiyo Yesu kwa levo yake alikuwa anaitwa kweli, sio kweli yote. Ndio maana akasema Baba na mimi tu moja. Kwa hiyo lakini hatukufahamu. Leo tumefahamu kwamba Yesu jina lake ipitalo majina yote ni kweli yote. Roho Mtakatifu ina maana ni moyo unaofundisha, moyo wa Baba. Ukisoma kwenye Mathayo ile 10 ule mstari wa 19 utaikuta pale, ile Yohana 8 ule mstari wa 40 utakuta hapo. Ina maana kwa uhalisia hii ndio mfumo uliokuwa juu ya nchi. Kwa hiyo mambo tuliyokuwa tunayaona tunatarajia, tarajio lolote likifika kwenye Wakorintho wa 3, Wakorintho wa kwanza 13:9-12. Tumalizie hapo. Nasoma hapa. Hii ni kitabu cha Paulo. Kwa wakati huo alikuwa anatueleza kuna mambo ambayo ni mazuri kabisa ambayo yeye alikuwa na yeye anatumia kwa ajili ya nafasi hii. Wakorintho wa kwanza 3 ule mstari wa 12. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti na manyasi zote, maana siku ile itazilishwa kwa kuwa yafunuliwa na kujaribiwa kwa moto. Kwa hiyo tunaona hapo ni ile 3. Wakorintho wa kwanza 13 ile 9. Nasoma, kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu, lakini japo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu inabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimebatilisha mambo yote ya kitoto. Maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo, kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona sura kwa sura, na wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu. Wakati ule nitakuja nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa. Kwa hiyo hii sasa, wakati ule tulikuwa tunaona kama wakati wa fumbo na misali mingi, lakini sasa hivi inaonekana kabisa kwamba huu utendaji huu sio mtu, huu sio wa mtu huu unaouona. Kwa hiyo tunaona sasa kwamba kwa uhalisia kabisa kwamba uumbaji umepona kwa ajili ya ile neema kuondoka, kwa sababu neema wamejificha wengi sasa, kwa sababu alisema nyinyi mnaokolewa tu kwa neema. Sasa kila mmoja atatoka sasa hivi ni kupokea ile kweli yote na kuwa huru, kwa sababu mfumo sasa uliokuwa unatembea juu ya nchi hauna tena majira hiyo. Kwa hiyo neema na yenyewe imefutwa. Tunaona neema kubwa na yenyewe imefutwa, na heri nayo imefutwa. Kwa hiyo zote hizo zilikuwa kwenye nguvu ya Danieli ile 12:12. Wote tulikuwa hapo. Sasa wakati tunatoka, ina maana tayari neema inaisha. Danieli 12:12. Nasoma hapo. Heri yangojaye na kuzifikiria siku hizo. Kwa hiyo ilikuwa ni majira ya kufikiria wakati huo. Kwa hiyo ndio maana unaona kwenye Ufunuo 14 ile 13 walikuwa wanangoja. Ndio maana tulikuwa tunafia mahali wenye haki wanaangamizwa, lakini sasa wenye haki hawatakuwa tena kafara juu ya nchi. Nikasikia sauti kutoka mahali pake ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam hata roho wapate kupumzika baada ya taabu zao,
kwa kuwa matendo yao yafuatana nayo. Kwa hiyo tulikuwa wakati wa neema kubwa, hata heri. Kuna kwa wakati wanaitwa, ukisikia mtu anaitwa saint, ina maana ni heri. Kwa hiyo heri ilikuwa inapatikana baada ya kufa, lakini sasa hakuna tena neema, hakuna tena neema kubwa, hakuna tena heri. Wasubirio, yani chochote kitu ambacho tulikuwa tunakitarajia kikiwa halisi, hakuna tena mambo ya neema. Tunaanza kuishi halisi, yani yale maisha tuliyokusudiwa hapa juu ya nchi, sio mbinguni. Nasoma hapa kwenye Warumi ile 8:24, kwa maana tuliokolewa kwa taraja neema sasa, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana, hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani akitarajiaye kile kitu akionacho? Bali tunakitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa saburi. Sasa kimepatikana, kwa hiyo neema haipo tena. Kwa hiyo hata macho ya mitume, macho ya manabii yametobolewa na yeye. Kwa hiyo ile mambo ya ishara, miujiza haitakuwepo tena. Kwa hiyo muumba ambaye ni kweli yote ametuinua, ametubariki, kwa hiyo maisha yetu yako sasa juu ya nchi. Kwa hiyo kila mmoja ni kupokea sasa lile fundisho la kweli, kwa sababu vitabu vipo na kila kitu yeye amekwisha kuandaa kwa ajili ya sisi kuingia darasani. Weupe, weusi, wekundu, wote tunakaribishwa, kwa maana kila mahali sasa yeye ametamalaki. Maisha ya mbinguni hayapo, maisha sasa ni juu ya nchi. Maisha ya unabii hayapo, maisha ya ubashiri hayapo, maisha ya ishara na miujiza hayapo. Kwa hiyo yeye kweli yote ametuinua, ametubariki, na taifa hili ameliinua. Mheshimiwa Rais wa taifa la Kenya amemuinua. Kwa hiyo tumebarikiwa, na mataifa yote yamebarikiwa, kwa sababu ni letu jambo sisi sote tulilokuwa tunalisubiri. Kwa hiyo yeye amewabariki weupe, amewabariki weusi, amewabariki wakubwa kwa wadogo, viongozi, hata wale wasio kuwa viongozi. Karibuni sana kwenye TV, Kweli Yote TV, kwenye Instagram, kwenye WhatsApp na kila eneo. Kwa hiyo yule anayeuliza aulize free, wala hamna shida kabisa. Haya ni mambo yetu na ni kweli. Kwenye elimu ya dunia hauwezi kuona elimu hii. Theology haiwezi kukuonyesha hivi. Basi ni yeye mwenyewe, kwa hiyo apewe sifa yeye mwenyewe. Tumepona sisi sote, wa imani zote, watumishi wote, weupe, weusi, wekundu, wadogo kwa wakubwa, tumepona na tumuinue yeye. Imetokea.